Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Mada nilionayo siku hii ya leo inasema seksi inavyombadilisha mpenzi wako. Mwili wa mwanadamu una vitu vingi sana ambavyo vinafanya kazi katika mazingira tofauti tofauti. Unapoona mpenzi wako amebadilika, kuna nguvu fulani ndani ya mwili wake ambayo inasababisha mtu huyu abadilike. Katika miili yetu kuna vichocheo ambao kwa Kiingereza wanaita hormones, ambavyo vinasababisha mtu afanye mambo fulani au aogope mambo fulani au aachane na mambo fulani. Wanawake wengi wanaamini kwamba ukitaka kuolewa usimruhusu mwanaume afanye mapenzi na wewe mapema. Nasema wanaume wengi ukishafanya naye mapenzi anakuacha. Wanaamini hivyo. Sasa katika video hii ya leo nataka ujifunze jinsi gani ya kuweza kutumia nguvu ya seksi kufanya uhusiano wako uwe mzuri zaidi, uwe mtamu zaidi, uwe na kicheko zaidi na vile vile udumu zaidi. Kama mada inavyozungumza kwamba seksi inavyombadilisha mpenzi wako, ni muhimu ufahamu kwamba kuna vitu ambavyo vinategemea mazingira. Kwa mfano, huyu mtu yuko msikitini. Samahani, huyu mtu yuko msikitini. Hajalishi amebanwa na mkojo kiasi gani, hawezi akakojolea msikitini. Atavumilia mpaka amalize sala ndio aende chooni. Kwa hiyo akiwa chooni ana uhuru wote wa kukojoa. Lakini akiwa msikitini hana uhuru wa kukojoa. Kwa hiyo kilichotokea hapo ni kubadilika kwa mazingira ndiko kumemsababisha akojoe. Kwa hiyo ukichukulia picha hiyo hiyo ni kwamba ni jinsi gani unaweza kubadilisha mazingira ya akilini mwa mwenzio, ndipo utaweza kumwezesha huyu mtu aendelee kukuona wewe ni wa thamani, aone kukuumiza wewe ni kitu kibaya, aone kukuchiti wewe ni kitu kibaya, aone kutafuta muda kukaa na wewe ni kitu kibaya. Kwa hiyo swala ni kubadilisha mazingira katika akili yake huyu mtu, ili aone kukufanyia wewe mambo mazuri ni kitu ambacho kitamletea yeye faida na kumuongezea thamani. Kwa hiyo ni muhimu sana ufahamu jinsi gani ya kubadilisha mawazo ya mwenzio kutokana na vitu ambavyo aidha unasema au unafanya au unaacha kufanya au unaacha kusema. Hebu fikiria dada huyu ambaye nimemtumia video za jinsi ya kumnogesha mwanaume. Haijapita saa moja toka nimemtumia. Baada ya kumtumia hizo video, nikamuuliza ndoa yako ina muda gani? Akaniambia ndoa yangu ina 1 mwaka na miezi 4. Nikamwambia hivi, bila shaka kwenye video ambazo nimekutumia kuna vitu ambavyo kwako ni vipya. Akajibu hivi, kabisa dokta. Nashangaa, naona kama haya mazoezi ni mazito. Unaweza kuona jinsi gani? Yaani ameingia kwenye ndoa, kuna mambo mengi alikuwa hayajui, lakini alikuwa hajui kwamba hayajui. Nimemtumia video ndio anasema dokta, naona kuna mambo mengi mapya na sijui kama mengine nitaweza kuyafanyia kazi. Sasa ndoa ina 1 mwaka na miezi 4. Ni kitu gani kimemsukuma anitafute na aagizie video? Tena akanitumia shilingi 10,000, alafu akanitumia ile risiti ya kwenye simu. Amebakiza 190 na ngapi elfu baada ya kutumia 10,000. Hela nazo lakini ufundi hana. Ni mwanamke huyo. Naona kanitumia risiti ya M-Pesa, amebakiza 190 na ngapi hivi. Kwa hiyo alikuwa nazo nyingi, anazo nyingi, hela nazo lakini maarifa hana. Napenda nikwambie hivi, ili ndoa yako
au uhusiano wako uwe umejaa furaha, ni jambo la msingi ufahamu kwamba tendo la ndoa lina nguvu kubwa sana. Na mashahidi nao, nitakusomea mashahidi wangu ambao nimewaandaa hapa katika tafiti yangu ambayo nimeifanya kwa ajili ya mada hii. Sasa shida iliyopo, nimekutana na dada mmoja ambaye ameongea kitu cha msingi sana. Shida iliyopo ni kwamba watu wengi wameshindwa kuonyesha uhalisia wao. Sasa mtu anajifanya anajua, kumbe hajui. Huyu dada ndoa ya mwaka mmoja na miezi minne, alifikiria anajua. Sasa alifikiria anajua, kumbe hajui. Sasa ndoa hii ilikuwa inaelekea kwenye korongo, lakini alikuwa ameishtuka mapema. Naomba nisikilize hapa. Shida ni kwamba usipokuwa na tabia ya kujitathmini wewe mwenyewe, ya kujiangalia wewe mwenyewe, ya kujipeleleza wewe mwenyewe, utapata shida sana. Utapata shida sana. Kwenye Biblia, kitabu cha sikumbuki kama ni Wakorintho wa kwanza au wa pili, lakini sura ya 13 mstari wa 5 inasema, jichunguzeni nyinyi wenyewe muangalie kama mmesimama au hamkusimama. Ngoja na Biblia ya Kiingereza hapa niangalie ni mstari gani hasa. Inasema jichunguzeni nyinyi wenyewe muangalie kama mmesimama au hamkusimama. Kwa hiyo ni watu wengi hawajichunguzi, alafu wanaingia kwenye matatizo, wanaanza kuwalaumu watu wengine. Usimlaumu mume wako, usimlaumu mke wako. Sawa? Jilaumu wewe. Ni Wakorintho wa pili sura ile ya 13 mstari wa 5. Kwa Biblia ya Kiingereza nasema hivi, examine yourself whether you are in the faith, prove your own selves. Nasema jiangalie wewe mwenyewe. Sasa inakuwa ni rahisi sana kulaumu mwanaume anapokuwa anachepuka, au mwanamke anapokuwa anachepuka, au mwanaume anapokuwa mbishi, mkali, mjeuri. Ni rahisi sana kulaumu, lakini hujiangalii wewe mwenyewe. Hii ni mbaya sana. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 5 inasema jiangalie wewe mwenyewe kwanza. Sasa mwenzio anaweza kuwa ameboreka na wewe, lakini anakosa ujasiri wa kukuambia. Sasa wewe unayesubiri kuambiwa ndio itakula kwako. Sasa ni hivi. Yule dada akasemaje? Yule dada akasema hivi kwa Kiingereza. Akasema hivi, God can't bless who you are not. Akasema God can't bless who you are not. Maana yake nini kwa Kiswahili? Anasema hivi, Mungu hawezi akakubariki kama hauko kama ulivyo. Yaani unapokuwa unajifanya wewe ni mtu aina fulani wakati sivyo ulivyo. Unapojifanya mimi ni mtu aina fulani lakini sivyo ulivyo, Mungu hawezi akakubariki kwa sababu anaboa ni mtu mwingine. Kwa sababu unajifanya ni mtu fulani wakati sio ulivyo. Kwa maneno mengine ni hivi, unapojifanya kwamba unajua kila kitu wakati sio kweli unajua kila kitu, Mungu hawezi akakubariki. Ndio maana Biblia Yesu akasemaje? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtazidishiwa. Na Mungu akasema hivi, watu wasiokuwa na maarifa wataangamia, wasiotafuta maarifa. Kwenye Mithali sura ya 8 mstari fulani, sikumbuki ni ngapi, anasema hivi, asiyenitafuta mimi anatafuta mauti. Anasema hivi, asiyetafuta hekima. Hiyo ndio Mithali sura ya 8 mstari kama 31 ngapi. Anasema asiyetafuta hekima anatafuta kufa. Sasa hiyo ni Biblia. Asiyetafuta hekima. Sasa kwenye mstari kwenye sura hiyo ya Mithali sura ya 8 anasema mimi hekima ninakaa na maarifa, ninakaa na ufahamu. Anasema ninakaa pamoja na ufahamu, ninakaa pamoja na maarifa. Unaweza kuona. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anajiona kwamba anajua kila kitu, kumbe sivyo alivyo. Na huyu mama ni mcheza filamu ambaye ameokoka. Anasema hivi, anasema Mungu hawezi akabariki kitu ambacho sicho. Narudia tena maneno haya ni matano nimeyapenda. God can't bless who you are not. God bless who you are. Kwa hiyo kama una maarifa lakini unajifanya unajua kila kitu, usitegemee Mungu kubariki. Kwa sababu Mungu amesema kwamba
watu wasiokuwa na maarifa wataangamia. Sasa mwanaume anapaswa ajiangalie yeye mwenyewe na tatizo la kuwahi kumaliza. Je, hili kweli ni zuri liendelee kuwepo? Na tatizo la kushindwa kurudia mara ya pili. Je, hili tatizo niliachie liendelee kuwepo? Mwanamke ajiangalie na huyu mwanaume vile ajiangalie vile vile. Mwanamke ana maeneo 17 katika kumwandaa. Utaona kwenye mashahidi wangu ambao nitakuletea hapa wanavyozungumza. Mwanamke ana maeneo 14 na kila maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Je, mimi nayajua haya maeneo 17? Kwa sababu kama unajua manne katika maeneo 17, maana yake kwa uhusiano muda mrefu mwenzio ataboreka na wewe. Hebu fikiria mtihani wenye maswali 17 wewe ukajibu manne, utafaulu huo mtihani? Mwanamke naye anapaswa ajue kwamba mwanaume katika mwili wake ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo mwanamke anayefahamu mambo matatu, asilimia kubwa anajua kunyonya, sijui na denda na kupanua miguu. mengine hawajui. Korodani wanaona kama ni msitu ambao hawawezi wakaingia. Sijui kuna kuchezea chuchu za mwanaume, sijui kuna kuchezea kitovu cha mwanaume, kuchezea makalio ya mwanaume. Watu hawajawahi kufanya hivyo, lakini unaona kwamba unajua kila kitu. Sasa asilimia kubwa ya wanaume wameshapitia mchezo wa punyeto. Kuna style moja nawafundisha kwenye hizo video inaitwa pompaya, neno la sexology. Sawa, sexology, elimu ya sexy. Inaitwa pompaya, jinsi ya kumtengenezea mwanaume msuguano mkubwa anapokuwa amekuingilia. Ilo wanawake wengi hawajui. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanamke yanatanuka baada ya kujifungua. Kwa hiyo mwanaume anapojikuta kwamba anapoaya hapati msuguano wa kutosha, maana hapati utamu mwingi. Kwa hiyo una mwanaume anafika kileleni, hakuna mguno, hakuna nini wala nini, wewe unaona ni sawa tu. Hakuna miguno, wewe unaona ni sawa tu. Husifiwi sana kwenye tendo la ndoa, wewe unaona ni sawa. Unaishia goli moja wewe mwanaume, unaona ni sawa tu. Na unategemea kwamba mke wangu hawezi kuchepuka japokuwa naishia goli moja na nawahi kumaliza, unaona ni sawa tu. Mwenzio unabadilika. Kwa hiyo ninachokifanya hapa ni kufungua, sawa? Ni kufungua masikio na macho uone kwamba usipobadilika mwenzio atabadilika. Sasa kuna kitu kingine ambacho anasema hivi, intention create consequences. Yaani ukiwa umedhamiria kuboresha ndoa yako, utahangaika kutafuta maarifa na hekima na mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba kweli mwenzangu anaridhika kikamilifu. Sawa? Sasa kama huna nia, hiyo intention, nia kubwa ya kuboresha uhusiano wako, utakaa tu kama ulivyo na utaona mambo yako sawa. Sasa mbaya zaidi naposema kwamba sasa inabadilisha mtu, mwenzio anapoanza kuboreka na wewe. Mwenzio anapoanza kuona kwamba unayofanya ni yale tu yanajirudia, yule hakuna jipya, anapoanza kuona hivi jipya, unatengeneza kitu ambacho kinaitwa kwa Kiingereza uncertainty. Yaani anakuwa na hali ya wasiwasi. Kwa anapokuwa kufanya mapenzi na wewe, hana uhakika, hivi leo nitafika kileleni au sitafika? Hivi leo nitafika kileleni mpaka nikupiga kelele kama mwaka jana nilipiga fika kileleni mpaka nitaweza? Inapokuwa ile hali ya kuwa na uncertainty, hali ya kutokuwa na uhakika kwamba nitakipata kile ambacho nakitamani. Inapotokea tu hali kama hiyo, tayari huyu mtu anaanza kuona wewe ni mtu wa hatari kwake. Akili inasoma hivyo. No. Akili inasoma hivyo. Sasa ikianza kusoma hivyo, sasa ndio hapo sasa unakutana na shida kwenye uhusiano wako. Unashangaa mwenzangu alikuwa ananijibu vizuri, alikuwa anapenda kukaa na mimi, anapenda kuongea na mimi, amebadilisha hiyo hali. Na hiyo hali inaendelea kuleta shida kwenye akili ya mtu. Kwa sababu gani? Mazuri katika tendo la ndoa au mabaya katika tendo la ndoa yanakuza hisia aidha nzuri au mbaya kuhusu wewe. Kwa Kiingereza wanasema kwamba sex amplify feelings. Kama nilikuwa nayaona makalio yako hayatoshi,
na ufundi vile vile huna. Kama nilikuwa naona matiti yako hayanipendezi na ufundi wa kitandani vile vile huna. Kama nilikuwa naona kwamba maumbile yako ya kiume ni madogo au ni membamba, alafu ufundi wa kujua yale maeneo 17 ya mwanamke huyajui, yana amplify, yani nitalikuza lile tatizo dogo ulilonalo, nitaliona kubwa na kulaumu kwa sababu ya hilo. Nikiona kwamba uke wako unapoa sana na ufundi vile vile huna, nitakuza tatizo la kwamba maumbile yako yanatanuka sana, yanakosa raha, ufai. Nikiona huna ute wa kutosha, yani majimaji, unaona, huna ute wa kutosha na ufundi vile vile huna, nitakuza hilo tatizo la ute. Nitakuona wewe ni mtu mbaya sana, zile utaambiwa. Hutaambiwa. Kwa hiyo mwenzio asema hivi, mwenzio ataanza kukuona kitofauti. Hiyo unaita ile perception. Your partner will perceive you differently. Atakuona kitofauti tofauti. Sasa hebu sikiliza swali hili ambalo lilikuja liko kwenye faili langu. Nasema hivi, dokta, nimesha tembea na wanaume 3, sijaolewa bado. Na huyu niliye naye sasa hivi nampenda kweli, na naona na yeye ananipenda. Tulichelewa kufanya mapenzi, lakini baada ya kufanya naye mapenzi ilikuwa tamu kweli. Swali langu dokta, hivi seksi ikiwa nzuri, mwenzio anaweza akakubadilikia? Na je, seksi ikiwa mbaya, anaweza akakubadilikia? Nimesikia kwamba wanaume wengi wanapenda mwanamke anayekata kiuno vizuri. Je, hilo lina ukweli? Unaweza kuona, huyu ameanza kujichekecha yeye mwenyewe, kujichunguza yeye mwenyewe, anauliza swali kama hilo. Sasa haya maswali mwenzio atakuwa anajiuliza ndani ya moyo wake, hivi niendelee naye au nisiendelee naye, kutokana na utendaji wake. Sasa sikiliza mashahidi nao hapa, nina mashahidi karibia 8. Naomba nisikiliza. Huyu shahidi wa kwanza anasema hivi, dokta, kwa kweli mara nyingi ninaanza kupoteza hisia na mtu baada ya kufanya naye tendo la ndoa. Hii imenitokea mara nyingi sana, lakini kama tendo la ndoa likiwa nzuri, najikuta uhusiano huu unadumu kwa muda mrefu. Naomba dokta ulielewe hilo. Tunahitaji manjonjo mengi sana kwenye tendo la ndoa ili niweze kudumu na mtu. Huyo ni shahidi wa kwanza. Shahidi wa pili sasa hivi, dokta, imenitokea kwangu hata mimi, mpaka tendo la ndoa liwe tamu kweli. Kinyume na hapo, ninapoteza kabisa hisia na huyo mtu. Kama seksi ikiwa nzuri, nitaanza kuwekeza mambo mengi kwa huyo mtu. Naanza kuwekeza. Najua hapa nikiwekeza nitavuna, nitapata faida. Shahidi wa tatu. Sawa. Asema hivi, dokta, baada ya kufanya mapenzi na mtu, nikajikuta hali ilikuwa ni nzuri. Ninajikuta kuwa napenda kuwa karibu naye. Huyu ni mwanamke anazungumza. Anasema hivi, wanaume huwa wanatisha. Anasema hivi, wanaume navyoona mimi huwa wanatisha. Lakini ukishafanya naye tendo la ndoa, inakuwa kama umemlegeza nguvu. Hakutishi tena, unakuwa na amani naye. Na hasa mwanaume ambaye alikufikisha kileleni zaidi ya mara 2. Huyo ni shahidi wa 3. Shahidi wa 4, kama nimefurahia tendo la ndoa, maana yake nitapenda kufanya naye tena na tena, bila kujali ananitaka kwa madhumuni gani. Na hii inasababisha uhusiano wetu unakuwa mzuri. Lakini kama seksi ilikuwa mbaya, sitatamani tena kukutana naye tena. Hiyo ni shahidi wa 4. Shahidi wa 5 anasema hivi, kama kuna kitu ambacho hakifiti, nitavunja uhusiano huo ghafla.
nitavaa nguo zangu, nikiondoka hapo najua sitakutana naye tena huyo mwanaume, sitarudiana naye tena kwenye tendo la ndoa. Sababu kama mwanaume hani lambi, hani nyonyi na kuniandaa kwa muda mrefu, huyo mwanaume naona hafai. Na mwanaume ambaye anakuwa ameshapizi baada ya dakika 5, huyo mwanaume najua hanifai. Mwanaume tu anayetaka tu kukojolea tu, huyo si na muda naye. Hiyo ni dada anaongea, shahidi wa 6. Asema kutokana na uzoefu wangu, huyu ni mwanamke, kama mwanaume ananipenda na vile vile tendo la ndoa linakuwa zuri, nitapenda kuwa naye zaidi, nitampenda zaidi. Lakini kama seksi itakuwa mbaya, hisia zangu, network yake inakatika. Shahidi wa 7, bado mmoja wa 8, ni ndefu kidogo hii. Anasema hivi dokta, huyu ni mwanaume, anasema hivi, mpaka nifanye mapenzi na mwanamke, ile hamu ya kutaka kufanya naye mapenzi itaendelea kunisumbua akilini kabla sijafanya naye mapenzi. Lakini baada ya kufanya naye mapenzi, ninaanza kumfikiria upya huyu mwanamke na zawadi ambayo ameniletea kupitia tendo la ndoa. Inanifanya nijisikie tofauti na akili yangu inakuwa kama vile imeondolewa ukungu wa aina fulani hivi, au kama vile kulikuwa na kihunzi cha kuruka ndio niingie kwenye maisha ya huyu mtu, kinakuwa kimeondolewa. Lakini tendo la ndoa likiwa nzuri na huyo mtu akaonyesha hali ya uchangamfu mkubwa wakati ya tendo la ndoa, hisia zangu kwake zinakuwa kubwa. Lakini kama huyo mwanamke alikuwa hajui mapenzi ya kitandani, kwa kweli dokta, hisia zangu zinaanza kunyauka ghafla, kwa sababu kama sikupata kile ambacho nilikuwa nakitarajia, nacho conclude au nachohitimisha ni kwamba nimekosea kuchagua. Unaweza kuona huyo ni mwanaume anazungumza, huyu ni mwanamke anamalizia kutoa ushahidi. Anasema hivi, dokta, wangu mimi kama mwanamke, tendo la ndoa ubora wake ni kitu cha muhimu kwangu. Kwa sababu gani? Ili niweze kujua kwamba ninaendana na huyu mwanaume, lazima nijue kwamba ana uwezo mkubwa wa kunifikisha kileleni mara nyingi. Siwezi nikalipotezea swala la tendo la ndoa. Tendo la ndoa likiwa zuri, linaniongezea nguvu ya hisia zangu kwake. Lakini kama seksi ikiwa mbaya, hakika linanipunguzia hisia kwake. Sasa hilo ni kitu ambacho nimekuletea wewe uweze kuona kwamba unalichukuliaje wewe hilo. Nimekuwekea mezani uweze kuchambua wewe mwenyewe utalifanyaje kazi, kwa sababu lina nguvu isiyo ya kawaida. Tafiti nyingi zimelithibitisha hilo kwamba tendo la ndoa lina faida kubwa kwa mahusiano ya kimapenzi. La kwanza ni kwamba katika siku 7 za wiki, kama siku ambazo hamfanyi tendo la ndoa zinazidi zile ambazo mnafanya tendo la ndoa, hiyo ndoa inaenda kwenye majanga. Lakini lingine ambalo lipo ni kwamba seksi ikienda vizuri inachangia 25% ya ubora wa ndoa, 25%. Lakini seksi ikiwa mbaya inachangia matatizo na migogoro kwa 75% hadi 80%. Kwa hiyo sio jambo la kupuuzia, ni jambo ambalo linapaswa lifanyiwe kazi kikamilifu, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kipekee sana. Utakaposhindwa kulifanyia kazi kikamilifu hili, alafu mwenzio akaanza kuchepuka, napenda nikuambie kwamba mnaenda mahali pabaya, na nisingependa uende mahali pabaya, na Mungu vile vile hapendi muende mahali pabaya. Jichunguze, alafu ufanyie kazi majibu utakayopata baada ya uchunguzi huo. Kama utahitaji video na majarida na video zaidi 50, zote 50 kwa gharama ya shilingi 10,000, zote 50, na
pande zote mbili, kwa wanaume na wanawake. Na ukitaka ushauri, kuna gharama yake ni shilingi 10,000, unanipigia simu, tunaongea kwa kirefu zaidi. Naweka maelekezo yote ya jinsi kupata hizo video hapo chini. Na Mungu akubariki. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka zaidi.